Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amen. Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa channel ya kupendwa ya ndugu Moffat pamoja na Holiness TV kokote mliko. Leo ni siku nyingine tena Mungu ametupa. Tumeweza kukutana tena kwa ajili ya kufanya ibada ya mafundisho. Ndugu, naomba leo tupitie baadhi ya comments kwa ndugu zetu ambao wanatufuatilia katika YouTube channel ya ndugu Moffat. Ndio. Wamekuwa na maoni kadhaa. Ndio. Kuna somo moja lilikuwa linaenda kwa kichwa cha maonyo kwa Askofu Kakobe, TAG na kanisa kwa ujumla. Ndio. Na hii ilikuwa ni part 3. Kuna sehemu ya 3 hilo somo. Yuko ndugu anaitwa Yohana Yakobo 21:54. Moja ya komenti yake ya mwisho aliandika, nitakusomea komenti zake 2. Ndio. Ya kwanza aliandika, muulizeni ana watu wangapi? Kama hana watu katumwa na ibilisi. Okay. Yaani wewe huulizwe una watu wangapi, na kama hauna watu basi kwa maana ya shirika au kwa maana naamini kwa maana ya shirika. Okay. Kama hauna basi umetumwa na ibilisi. Lakini huko ujumbe wake mwingine katika part 2. Maana anaonekana anasikiliza somo alafu ana comment. Ndio. Katika part 2 alikuja na comment ifuatayo. Alisema huyu apelekwe Milembe. Maana karibu ataokota makopo. Anania na Safira sio kutengwa tu, bali alikufa sababu ya kuficha zaka. Yesu alisema, uza ulivyo navyo, toa sadaka. Msaidieni mgonjwa huyu. Yaani huyu alikuwa anafanya matusi na zihaka ndani yake. Na ni vile mtazamo wake unaonekana ni kama wewe umepotoka. Ndiyo. Ni mtu ambaye unahitaji kusaidiwa. Ndiyo. Wewe unaweza kukokota makopo. Ni mgonjwa, vitu vya namna hiyo. Nafikiri umesikia comment. Yes. Mimi nisiongeze sana maneno. Okay. Kwa hiyo hizi ni comment 2 ambazo alicomment katika somo la maonyo kwa Askofu Kakobe na TAG na kanisa kwa ujumla. Tuanze na ndugu Yohana Yakobo 21:54 katika comment za. Karibu pastor. Okay, kwanza ninafurahi kusikia comment hiyo, kuitwa majina yote hayo, kwa sababu ninafika kiwango sasa cha kukaribia au cha kufanana na Yesu Kristo, na hiyo ndio ngazi ninayoitafuta. Katika Marko sura 3 kwa mfano mstari wa 20 mpaka mstari wa 21, Biblia inasema mkutano wakakusanyika tena, hata wao wenyewe wasiweze hata kula mkate. Jamaa zake maana yake ndugu zake walipopata habari wakatoka kwenda kumkamata, yani walikwenda kumkamata Yesu. Ukisikia ndugu wanakwenda kumkamata mtu, wanaenda kumkamata ili iweje? Wakatoka kwenda kumkamata, maana walisema amerukwa na akili. Hawa ni ndugu zake, wanaenda kumkamata kwa sababu amerukwa na akili. Kama umepata taarifa ya mtu fulani kwamba amerukwa na akili, mkiwa mnaenda kumkamata, tafsiri yake ni kwamba mnaenda kumkamata mumfunge kamba, kwa sababu amekuwa kichaa huyu, amekuwa ni chizi huyu. Ndio. Kwa hiyo ni jambo la kawaida sana, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe sio tu ndugu wasiomjua, sio watu tu wa barabarani, lakini ni ndugu zake mwenyewe. Hilo la kwanza. Kwa hiyo hiyo sio hoja ya kuweza kudili nayo. Lakini jambo jingine, unajua jambo linalosikitisha sana, watu wanatumia nguvu nyingi sana kutetea dini. Wanatumia nguvu zao zote kutetea kiongozi. Ndio. Haya ni makosa. Utaona mimi nimezungumza swala la zaka, lakini akatoa andiko la Anania na Safira, Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1. Anania na Safira alikwenda kutoa zaka. Sio zaka. Hakuna kitu kinaitwa zaka hapo. Huwezi kulazimisha, unalazimisha kitu ambacho hakiko. Sio swala la zaka. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya akaleta fungu
akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Nirudie mstari. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Ni yeye kwa hiari yake aliuza mali, na hiko ndicho nilichokuwa nakifundisha. Aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Maana yake taswira ya andiko hili inaonyesha huyu mtu alimwekea nadhiri Mungu kwamba nitaenda kuuza kiwanja changu, nitaenda kuuza mali yangu, kile ambacho kitapatikana katika mali hiyo yote nitamtolea Mungu. Sasa inawezekana katika mali ambayo iliuzwa, alidhani kwamba ingeweza kuuzwa kwa thamani ndogo. Badala yake Mungu akaiongeza thamani, kauzwa kwa thamani kubwa. Nini kilitokea? Alipoona ni nyingi, akaona yote hii nipeleke kanisani, yote nipeleke kwa mitume. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume, manake walipatana mke na mume. Mstari wa 3, Petro akasema, Anania, kwa nini Shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Kwa hiyo Anania hapa hakufa kwa sababu ya, usilazimishe habari, usilazimishe kitu ambacho hakiko. Yani tusilazimishane hapa. Narudia tena kwa mamlaka kwamba kumpangia mtu zaka ni ibada ya kujitungia, wala si mungunyi maneno. Ni ibada ya kujitungia. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Wakolosai, chochote ambacho kinaingizwa kuwa sehemu ya fundisho katika kanisa wakati sio agizo la Biblia, hiyo ni ibada ya kujitungia. Na mimi nakumbuka hakuna mwenye milki ya Biblia. Biblia ni ya Bwana wa majeshi mwenyewe. Sisi wote tunaitwa kuitetea hii. Hii ndio kazi tuliyopewa. Na haijalishi ni nani ni nani, ni mchungaji, siyo ni mtume, siyo askofu, haijalishi ni nani. Kama wanaenda kinyume, kila mtu ana mamlaka ya kumrudisha mtu. Hata mimi nikikengeuka, ninatakiwa nirekebishwe pale ambapo nimekosea. Hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuto kuambiwa kile ambacho amekosea. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Biblia inasema, Wakolosai sura ya 2, Wakolosai sasa 2:23. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada. Ni kweli, makadirio inaonekana ni hekima ili watu waweze kutoa zaka sawa sawa. Inawezekana ikaonekana kwamba ni jambo ambalo linaongeza mapato katika kanisa, lakini sio agizo la Biblia. Na kwa mujibu wa Biblia, hakuna andiko hata moja ndani ya Biblia, ndani ya kanisa la kwanza, kwamba mtu alitengwa kwa sababu ya zaka. Hakuna kitu cha namna hiyo. Na kwa sababu hiyo, jambo hilo ni upotofu kwa 100%. Katika Luka sura ya 18, andiko ambalo amelisema, hoja ambayo amesema kwamba mtu mmoja aliuza mali zake zote. Luka sura ya 18 mstari wa 18 na kuendelea. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Na alipoambiwa hivyo, lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Alafu Yesu akasema, mstari wa 24, Yesu alipoona vile alisema, kwa shida gani wenye mali watauingia ufalme wa Mungu? Kwa maana ni vipesi
Kwa maana ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa hoja hii ambayo ameitumbukiza hapo inazungumzia huyu tajiri ambaye aliambiwa auze mali zake. Je, Yesu alimwambia auze mali zake akatoe zaka? Hapana. Je, auze mali zake akalete miguuni pa mitume? Hapana. Je, alisema auze mali zako zote unipe mimi Yesu? Hapana. Andiko linasema, na hapa tusichanganye madawa. Andiko linaposema uzeni mali zenu zote muwape maskini, hapa walikuwa wanatajwa masikini wa kimwili, sio maskini wa kiroho. Ni maskini wa kimwili kabisa, kwa sababu mtu alikuwa hajaokoka chochote. Hakuwa anazungumza habari ya kiroho hapa. Hapa alikuwa anaambia auze mali akawape maskini kabisa, atawanyi kwa maskini. Kwa nini Yesu alisema hivyo? Jambo hili Yesu alisema kwa sababu huyu mtu japo alikuwa anataka kumfuata Mungu, lakini ndani yake alikuwa na mungu mwingine anaitwa mali. Na ili kumuondoa huyo mungu mwingine ambaye mtu huyo anamtumikia, alimwambia auze vyote, manake huyo mungu mwingine asiwepo katika sehemu ya maisha yake. Hiyo ndiyo hoja. Ingawa ni kweli kwamba viwango vya Mungu vya utoaji ni 100%. Ni kweli. Viwango vya Mungu vya utoaji ni 100%. Sasa unatoaje? Unatoa kwa kupangiwa? Jibu ni la. Unatoaje? Unatoa kwa hiari yako, kwa moyo wa kupenda, kama kanisa la kwanza walivyofanya. Anania na Safira hawakulazimishwa watoe, hawakulazimishwa waweke nadhiri, waliweka kwa nafasi yao, kwa kupenda kwao wenyewe. Sasa walipokuwa wamemwekea Mungu nadhiri wao wenyewe, na walipoamua kuiasi bila kumshirikisha yote, Mungu mwenyewe aliwapiga. Ni Mungu alishughulika nao. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 mpaka mstari wa 7 tu unaweza ukatosha. Wakorintho wa pili 9:6 mpaka 7. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana yake sio kwa kulazimishana, sio ni kuforce iwe lazima. Si kwa huzuni. Kwa huzuni maana yake nini? Kwamba unalazimisha nitoe, sio hiari yangu, natoa huku naumia. Hapana, sio kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atowae kwa moyo wa ukunjufu. Ndipo ukifanya hivyo, ndipo baraka zinakujia. Ni kama mtu ambaye anaenda kupanda mbegu. Nani anamlazimisha kwenda kupanda mbegu kwenye shamba lake? Anatoa kwa hiari yake, anaenda kupanda kwa hiari yake. Mstari wa 8, na Mungu ukitoa sasa kwa moyo wa ukunjufu, 8, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki, maana yake atawapa riziki nyingi, kuwapa riziki za kila namna siku zote. Sasa mnapopewa vingi, anasema mpate kuzidi sana katika kila tendo jema, kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Kwa hiyo yote aliyozungumza huyo ndugu hayahusiani kabisa popote na kitu kinaitwa zaka. Ni kwa sababu anataka kutetea jambo ambalo kiukweli haliko sawasawa. Ndio, nafikiri nitakuwa nimejibu hiyo hoja. Ya, nafikiri umemjibu. Ndio. Kwa hiyo kama atakuwa anataka maelezo zaidi, nafikiri ataweza kusema. Ndio. Nafikiri umemjibu huyo ndugu, ila angalizo tu. Ndio. Sisi tunaongozwa na Roho kabisa, na tunaongozwa na Roho. Nafikiri ustaarabu ni sehemu ya maisha yetu. Yes. Yeah. Maana una uwezo wa kujua tu kabisa mtu aliyeokoka kweli, ulimi wake utakuwa na mpaka wa nini cha kuongea, nini sio cha kuongea. Huwezi kuwa unaongea tu vitu vya ajabu ajabu. Hata tunapokosoa jambo lolote, hatuwezi kumkosea mtu adabu. Kwa mfano, Paulo mtume alimkosoa, alimkemea Petro, lakini hakumletea maneno yote ya ajabu ajabu. Hata mimi ninapozungumza, ninapokosoa mambo fulani, simtukani mtu, simdhalilishi mtu, kwa sababu ninajua kila mtu ana nafasi yake. Ndio. Tunaye ndugu hapa anaitwa Alikelaus Malinzi. Ndio. Alikelaus Malinzi anayo comment yake. Ndio. Anasema,
Wewe unataka nini mpaka hapo? Mimi nimeokolewa hapo FGBF na ninajivunia mafundisho ya Bishop Zachary Kakobe. Na leo mimi ni mchungaji na niko imara ingawa siko FGBF tena. Huyo baba mwache, ana sehemu yake katika ufalme wa mbinguni. Wewe pia ni zao la kazi ya injili ya Bishop Kakobe. Nina imani na hayo malipizo umepokea hapo FGBF. Maana sijapata kwingine somo la malipizo. Pia jifunze kuwa na hekima. Uni ujumbe kwako pastor. Okay, amesema habari ya malipizo. Somo la malipizo kwa mara ya kwanza Ndiyo. na sehemu nyingine linapofundishwa ni Deeper Christian Life. Ingali linasemwa kwa lugha tofauti, sio kama inavyozungumzwa FGBF. Kwa Deeper Christian Life wanafundisha somo linaloitwa malipizo. 2, mimi sio zao la unaposema mimi ni zao, maana yake nimeokokea hapo. Nilishasema tena na tena, mimi sijaokokea hapo. Sijawahi kuokokea hapo. Nimeokokea kwenye kanisa la EAGT na baba yangu wa kiroho anaitwa Jafet Totnand Bora Mungu Mkinga, na sasa ni marehemu. Kwa hiyo sio zao la hapo, ingawa ni kweli yako baadhi mambo kadha wa kadha, yako baadhi ya mambo nimejifunza na ni mema, ni mazuri. Na ikumbuke kwamba tunapozungumza mambo haya, mimi nashindwa kuelewa hata huyu mtu anaitwa mchungaji inamaanisha nini. Inamaanisha kwamba mtu ukiwa mchungaji, ukiwa askofu, ukiwa ndio unakuwa hukosei na huhitaji kurekebishwa? Kama Paulo mtume ambaye alikuja baadaye, alimkuta Petro aliyekaa na Yesu miaka 3.5. Petro akawa anakosea, Paulo akabidi amkemee kwa kosa analolifanya. Je, Paulo alikuwa anakosea? Hakuwa anakosea. Kwa nini? Ndugu zangu, tumekabidhiwa injili hii mara moja tu, na kazi yetu ni kuitetea, ni kusaidia. Kila mtu yote anapotaka kutoka nje ya mstari lazima tumrudishe. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Maana yake msingi ulipokuwa unajengwa, nyumba ilipokuwa inajengwa nyakati za zamani, kulikuwa na mawe makubwa yanayokaa kwenye kona 4 za nyumba. Yale mawe sasa yalikuwa ndiyo ni kama leo tunapotaka kujenga, utaona wajenzi wanachimba msingi alafu wanaweka mawe pembe ya matofali, wanapiga msumari kushoto kulia, alafu wanafunga kamba inaenda mpaka kwenye jiwe jingine, na ile kamba inatumika sasa kunyoshea matofali ya kwenye msingi, kwamba tofali ikikaa kushoto liwekwe vizuri. Lakini kinachohusika kufanya matofali haya yanyooke ni yale mawe yaliyokaa huku pembeni na ambayo yamefungiwa kamba ili kunyoosha ule msingi. Kwa mtu tofali linapokuwa limetoka katika msingi huo, maana yake linaonekana lile limetoka. Vivyo hivyo sisi nasi, Yesu Kristo ndiye jiwe la pembeni ambalo linanyosha msingi wa mitume, na sisi ambao sio msingi, sisi ambao ni matofali tuliyojengwa juu yake, tunapaswa tujengwe juu ya msingi huo. Je, mitume walifanyaje? Walifanya hicho? Mtu anapotoka nje ya mstari lazima tumwambie, mbona watu wanamkemea Mwamposa? Mbona watu wengine wazungumzi? Mbona watu wanamkemea kuhani Musa? Mbona watu wazungumzi kwamba kuhani Musa ndo anatakiwa kukemewa peke yake? Je, Mwamposa ndo anatakiwa kurekebishwa peke yake, wengine wanatakiwa kurekebishwa? Yeyote anayekwenda nje ya mstari, kama kanisa la Mungu, tuna wajibu wa kumsaidia arudi katika mstari. Biblia inasema tumekabidhiwa injili hii mara moja. Yuda 1:3 nasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Sasa amesema mimi nimeona mafundisho yake yako vizuri. Wewe sio kipimo cha kwenda mbinguni. Kipimo cha kwenda mbinguni ni Biblia. Na Mungu amesema tuitafute kweli, tuitafute haki. Kwenye nini? Kwenye kitabu chake ambacho kinaitwa Biblia. Hatutafuti haki nje ya Biblia. Katika Isaya sura 34 mstari wa 16 nasema, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Tunatakiwa kutafuta katika kitabu cha Bwana tukasome. Jambo jingine amesema niwe na hekima. Yaani ilitakiwa inyoshwe. Ni wapi ambapo sijawa na hekima? Yaani nimetukana,
nimetenda dhambi, nimefanya, yani nini ambacho kiko nje ya mstari kibiblia, natakiwa nisaidiwe. Hata mimi vile vile nahitaji kusaidiwa. Mahali ambapo nimekosea nahitaji kusaidiwa. Kwa sababu mimi nimechukua responsibility, nimechukua wajibu wa kusaidia kanisa la Kristo. Ndio kazi ninayoifanya hapa. Sifanyi kazi hii kwa sababu namchukia mtumishi wa Mungu hata kidogo. Sijawahi kumchukia Askofu Zakari Kakobe, Askofu Mkuu Zakari Kakobe, sijawahi kumchukia hata mara moja. Sijawahi kuwa na chuki ya namna yote. Sina tatizo naye kabisa. Ni mtu ambaye amefundisha maelfu. Ni mtu ambaye amebadilisha watu, Mungu amemtumia kubadilisha watu maelfu. Ni mtu ambaye ameleta heshima ya wokovu ndani ya nchi ya Tanzania. Tanzania imesifika kiinjili. Yeye ni miongoni mwa watu ambao wametumika kuifanya injili ipanuke katika nchi ya Tanzania, ifahamike, iheshimike na kadhalika. Kwa sababu hiyo ana heshima yake katika nchi ya Tanzania. Ana kazi kubwa amefanya katika nchi ya Tanzania. Lakini hii haimaanishi kwamba akikosea asisaidiwe. Ni lazima asaidiwe ili mtumishi wa Mungu asikengeuke na kwenda jehanamu ya moto. Biblia inasema katika Yakobo 2:10, inaeleza, Yakobo sura ya 2 mstari wa 10, Yakobo sura ya 2. Sijui watu wanatafsirije. Wanatafsiri kwamba kuna chuki juu yake, sijui hata kidogo, sielewi kuna kitu gani. Yakobo 2:10, maana mtu wa yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa hiyo hatutaki apoteze hii nafasi, hatutaki apoteze kwa sababu amefanya tayari kazi kubwa. Na mwingine kama nakumbuka vizuri, mwingine aliuliza hapo nyuma akasema aseme ana watu wangapi. Kwani kuwa na watu ndio kipimo cha kuthibitisha kama mtu fulani mtumishi wa Mungu? Kuwa na watu wengi au wachache sana sio kipimo. Kwa mfano, Paulo hajawahi kuwa na washirika hata 1000 hajawahi kuwa na washirika wa ngazi hiyo. Na nadhani hata washirika 100 wa eneo moja hakuwa nao, kwa sababu wakati ule hakukuwa na jengo la kuweza kukusanya watu hata 50 ndani ya jengo moja, haikuwezekana. Bali watu walikuwa wakizidi sana katika nyumba, walikuwa ni 17. Ndio 17 kushuka chini. Makanisa yalikuwa ni makanisa ya nyumbani, hakuwa na majengo. Je, Paulo hahesabiki kwamba ni mtumishi wa Mungu kwa sababu alikuwa na watu wachache? Kipimo cha kumthibitisha mtumishi wa Mungu hakipimwi kwa sababu ya kuwa na umati mkubwa au na umati mchache. Sio kipimo. Kama kipimo ni hivyo, na tutakubaliana basi wauza mawese wengi, wauza mafuta wengi, basi ni watumishi wa Mungu na wao. Wanaofanya uzinzi na washirika wao, basi nao ni watumishi wa Mungu kwa sababu nao wanakusanya umati mkubwa. Kipimo sio umati. Kuna vigezo karibu 12 vya kumpima mtu kwamba ni mtumishi wa Mungu au sio. Na miaka fulani ya zamani watu walikuwa wanapima mtumishi wa Mungu eti kwa kutoa pepo, eti kwa kufanya muujiza. Yohana Mbatizaji hakutoa pepo hata mmoja, lakini Yesu Kristo alimsifia na kumuita yeye ni mkuu. Alimuita yeye ni mtu mkubwa. Kwa hiyo hivi vyote ni vipimo vya ni mtoto, ajui jambo lolote, ajui mambo mengi ya rohoni. Kwa hiyo nafikiri huyo mchungaji ambaye amesema mchungaji, nadhani nitakuwa nimemjibu. Na ile la kuzungumza habari za kuwa na washirika si wengi au wachache, nilimjibu yule wa kwanza ambao nimekumbushwa ni kwa sijaweza kumjibu. Ndio pasa, asante. Huyu ndugu Alkalos Malinzi ameongea mambo mengi. Moja ya kauli amesema huyo baba mwache, ana sehemu yake katika ufalme wa mbinguni. Nafikiri umemjibu kwamba watu wote tunapaswa kuonywa. Ndio. Pastor, umeweka msimamo wako wazi kwamba wewe hufanyii haya mambo kwa chuki kabisa. Wala nini. Sina chuki na mtu mimi. Pia umeweka wazi kuwa wewe ni si zao la FGBF. Yes. Watu watajiuliza Bishop Kakobe ndio pengine amekuinspire. Ndio. Imekuwaje umekuwa na rafuzi kama Bishop Kakobe? Okay. Na kwa sababu wewe ni mdogo wa umri, ndio tunashawishika kuamini kwamba wewe umemuiga Askofu Kakobe kuongea. Okay. Au tuamini kwamba ulikuwa unaongea hivyo tangu hujamjua Bishop Kakobe. Ikoje kwenye rafuzi yako? Je, ulipenda mafundisho mpaka yakakuathiri kiasi hicho, au ni ile hali ya kuwa karibu na mtumishi wa Mungu na wewe kujikuta kwa sababu unamfuatilia umekuwa hivyo? Hebu tuambie kuhusiana na rafuzi yako. Kwanza sikuwa naongea hivi kabla. Ndio. Kabla ya kufika hapo sikuwa naongea hivi. Na ilivyotokea ni kwamba nilipofika pale mimi ni muumini wa utakatifu. Napenda usafi na utakatifu. Na hivi ndivyo nilivyokuwa tangu
nilipokuwa EAGT, nilikuwa sikubaliani na fundisho lolote lile lisilotokana na maandiko. Kwa hiyo jambo lilipokuwa la kimaandiko nilikuwa nalifuatilia kama lilivyo. Lisipokuwa la maandiko, hata kuandika nilikuwa siandiki. Kwa hiyo nilipokaribishwa FGBF, nilipenda mafundisho na nikawa naona hali ya kwa sababu nikiwa natafuta mambo, natafuta kimaandiko, nafuatilia kimaandiko. Kwa hiyo nilivutiwa. Sio tu kuvutiwa, lakini hilo lilinipa nafasi ya kufanya vipindi vya Askofu Zachary Kakobe vya kuweza kufanya ukalimani katika vipindi vya alivyohubiri Lubumbashi na Lusaka kule Zambia. Kwa hiyo nilipata nafasi ya kuweza kufanya ukalimani huo katika video zilipoletwa pale kanisani. Kwa hiyo nilifanya vipindi hivyo. Kwa hiyo kuna namna katika kumsikiliza, na kwa sababu ninapenda mambo ya utakatifu, na kwa sababu kwa wakati huo kwa muda fulani nilikuwepo hapo, na kwa sababu nilikuwa niko hapo, unaposikiliza tena na tena na tena na tena, unapomsikiliza mtu tena na tena, alafu umsikilizi mwingine, automatic tu utajikuta unaweza kufanya au kuzungumza kama yeye anavyofanya, hata kama utaki, iko hivyo. Kwa unajikuta una copy vile ambavyo anazungumza yeye, lakini sio kwa kutaka, sio kwa kujifanya. Unajikuta umezungumza kama yeye anavyozungumza kwa sababu umemsikiliza zaidi, umemsikiliza sana, na kwa kumsikiliza sana, sauti hiyo inakuja kuwa sehemu ya maisha yako. Ni kama ile ya Petro alipokuwa amekaa na Yesu kwa muda, na utaona alipokaa kwa muda, basi nini kilitokea? Akaanza kutembea kama Yesu Kristo, akaanza kufanya vitu kama Yesu Kristo, kwa sababu alikuwa amekaa naye kwa kitambo kidogo. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa, kwamba nilipokaa pale kwa muda, na kwa sababu nilikuwa napenda utakatifu na usimsikilizi mtu mwingine, kwa sababu ndivyo niko hivyo. Mimi sio muumini wa kuchanganya vitu. Kwa hiyo katika kumsikiliza, automatic tu sauti ile, kwa sababu namsikiliza muda mrefu, basi